Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Baada ya uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2025 kule nchini Tanzania, kuna habari ambazo tunazipata sasa hivi kutoka kwa Umoja wa Afrika ama AU. Wako na ripoti gani baada ya fujo na ghasia ambazo ziliweza kushuhudiwa kule nchini Tanzania wakati wananchi walikuwa wanapinga uchaguzi wa mwaka wa 2025 kwa kile ambacho walikuwa wanadai ya kwamba ni uchaguzi ambao haukuwa na demokrasia na Watanzania hawakupewa fursa ya kuchagua viongozi ambao walikuwa wanawataka wao, bali kiongozi ambaye alikuwa kwenye kile kinyang'anyiro ama kiongozi ambaye alikuwa pale kwenye ballot box alikuwa ni Mama Samia Suluhu peke yake. Sasa watazamaji wangu, Umoja wa Afrika ama ile kamiti ambayo imekuwa ikiangalia mambo ya uchaguzi hapa barani Afrika imekuja na ujumbe tofauti ikisema ya kwamba huo uchaguzi ambao ulifanyika kule nchini Tanzania haukuwa na usawa, haukuwa wa haki, kwa sababu kitu cha kwanza haukufuata zile kanuni ambazo zinastahili kufuatwa wakati uchaguzi unafanyika kule nchini Tanzania. Na kuna baadhi ya mambo ambayo yaliweza kutokea, mambo ambayo yalionyeshana ya kwamba huo uchaguzi ulikuwa na dosari. Kuna watu ambao walipata zile voting cards zaidi ya 2. So inamaanisha kwamba kuna baadhi ya taratibu ambazo hazikufuatwa katika huo uchaguzi wa urais wa mwaka 2025 kule nchini Tanzania. Kuna ujumbe wa watazamaji wangu ambao ningependa kuwafahamisha baada ya ripoti ambayo tuliweza kuipata kutoka kwa ile AU Election Observer Mission, na zinasema ya kwamba preliminary statement of African Union Election Observation Mission to October 2025 general elections in the United Republic of Tanzania. The African Union Election Observation Mission calls for urgent constitutional reforms and inclusive politics in the United Republic of Tanzania. So unaona watazamaji wangu, uchaguzi wa Mama Samia Suluhu umeanza kuonekana ya kwamba haukufuata zile kanuni ambazo zinafaa. Haukuwa ni uchaguzi ambao ulikuwa wa kidemokrasia na wananchi hawakuwa na uhuru wa kuchagua ni viongozi wagani ambao wao wangependa kuwachagua, bali tu sio kiongozi mmoja ambaye alikuwa amependekezwa ndani ya huo uchaguzi wa urais kule nchini Tanzania mwaka wa 2025. Kuna hizi ripoti ambazo mtazamaji wangu ningependa kukusomea kwa Kiswahili, zimeweza kuchapishwa na mmoja ya wanaharakati kutoka kule nchini Tanzania ama mmoja ya watetezi wa haki za kibinadamu ambao walikuwa wanatetea nchi ya Tanzania iweze kupata katiba mpya, katiba ambayo itawawezesha wao kuwa na demokrasia, katiba ambayo itawapea wananchi nguvu ya kuchagua viongozi ambao wanawataka. Na baada ya hii ripoti kutoka kule African Union, ndio sasa huyu mwanaharakati ambaye anajulikana kama Maria Sarungi aliweza kuchapisha pale kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Facebook akielezea kwa kiundani ni nini ambacho AU iko na ripoti gani, ama kwa mtazamo wao wanaweza kusema vipi kuhusiana na uchaguzi wa Tanzania wa urais wa mwaka 2025. Nitakusomea tu watazamaji wangu baadhi ya vipengee muhimu ambavyo ameweza kuviangazia, na amesema ya kwamba katika hatua hii ya awali ujumbe unahitimisha kwamba, la kwanza, uchaguzi mkuu wa nchi ya Tanzania wa mwaka 2025 haukuzingatia kanuni za AU, mifumo ya kawaida na majukumu na viwango vingine vya kimataifa vya uchaguzi wa kidemokrasia. La pili, mazingira yanayohusu uchaguzi kabla, wakati na mara baada ya uchaguzi hayakuwa mazuri ili kuwezesha mwenendo wa amani na kukubalika kwa matokeo ya uchaguzi. La tatu, kiwango cha utayari wa tume ya uchaguzi wa taasisi zingine za uchaguzi hakikuwa cha kutosha kushughulikia changamoto zilizohatarisha uadilifu wa uchaguzi. Ili kudumisha utawala wa sheria na utulivu, ujumbe unahimiza vyombo vya usalama nchini Tanzania kujizuia na kuheshimu haki za binadamu. Zaidi ya hayo, ujumbe unahimiza uchunguzi wa kina ambao ni wa uwazi ili kuhakikisha haki kwa wale walioathirika kwa maandamano hayo yaliyosababishwa
yaliyosababisha upotevu wa maisha. Kwa hivyo watazamaji wangu, unaona ya kwamba mandhari ama ile environment kabla na baada ya uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2025 kule nchini Tanzania hayakuwa mazuri kiasi ya kwamba yangewawezesha Watanzania kupiga kura kwa njia ambayo ni ya amani. Kitu cha kwanza unastahili kujua mtazamaji wangu, wakati nchi ya Tanzania ilikuwa inaingia kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2025, kuna baadhi ya Watanzania ambao walikuwa wamepanga kuingia kwenye maandamano hiyo tarehe 29. Wakati Watanzania wengine walienda kupiga kura, wengine walianza kuandamana wakifunga barabara, na shughuli kweli zikakuwa ni mbovu zaidi, kwa sababu hayo maandamano yalisababisha hizi uchaguzi zisifanyike kwenye baadhi ya vituo vya kupiga kura. Wananchi walivuruga yale masanduku ya kupigia kura, na kwa hivyo huo uchaguzi mzima watazamaji wangu haukufanyika kwa njia ambayo ilikuwa ni ya amani, kwa sababu ya hayo maandamano ambayo ilikuwa imeanza kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Vile vile huo uchaguzi haukuwa wa kidemokrasia na haukuzingatia zile kanuni za AU, mifumo ya kawaida na majukumu na viwango vingine vya kimataifa vya uchaguzi wa kidemokrasia. Pia vile vile tume huru ya uchaguzi ya kule nchini Tanzania inasemekana ya kwamba ni kama haikuwa imejiandaa vya kutosha ili kufanya uchaguzi wa mwaka wa 2025 kule nchini Tanzania. Kwa hivyo watazamaji wangu, hizo ndio habari ambazo tunazidi kuzipata kuhusiana na uchaguzi wa Mama Samia Suluhu na kura zilizopigwa kule nchini Tanzania, ambapo Mama Samia Suluhu aliibuka mshindi kwa asilimia zaidi ya 31 milioni kati ya zile kura milioni 32 ambazo ziliweza kupigwa kule nchini Tanzania. Huku Watanzania watazamaji wangu wakiendelea kuomboleza kuwapoteza wapendwa wao kwenye hayo maandamano ya mwaka wa 2025, bado wananchi kutoka kule nchini Tanzania wanazidi kuomba haki, wanazidi kuiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC angalau kama inaweza kuwasaidia kukabiliana na wale ambao huenda walihusika kutekeleza hivyo visa vya unyama na mauaji ambayo ilifanyika kule nchini Tanzania wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2025. Na kwa hapo watazamaji wangu, lakini wewe mtazamaji, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na uchaguzi ambao ulifanyika kule nchini Tanzania. Je, wewe mtazamaji wangu unaona ni uchaguzi ambao ulikuwa na haki? Ni uchaguzi ambao ulikuwa na amani? Ni uchaguzi ambao ulikuwa na demokrasia? Ama ni uchaguzi ambao unastahili kutiliwa maanani na katiba iweze kubadilishwa ili iwawezeshe viongozi mbalimbali kuwahusisha viongozi wengi ama vyama vingi vya kisiasa ili viweze kushiriki kwenye uchaguzi wa nchi ya Tanzania, hata kama sio wa mwaka huu 2025, lakini miaka ijayo nchi ya Tanzania inapoingia kwenye uchaguzi, unaona inastahili kuwa na katiba mpya na demokrasia? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mzuri wangu, na kabla sijatamatisha nakumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndipo sio kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.